Dem Herrn sei Dank für jede Gelegenheit, die wir Tusifu Bwana haben, kwa ajili ya kila heri ambayo zu seinem tunayopewa Angesicht ya kuweza versammelt zu kusanyika sein mbele ya uso wake und sein teures Wort na zu hören. kuweza kusikia neno lake la Nicht damani, unsere Meinungen über na siyo sein maoni yetu Wort, juu ya neno lake, sondern sein lakini neno Originalwort, lake halisi, wie es ursprünglich kama vile aus lilivyotoka seinem Munde hapo hervorgegangen mwanzo ist kutoka kinywa und chake, dann in na göttlichem kisha Auftrag likaletwa kupitia von manabii seinen wake na wamitume wake, Propheten und Aposteln wakiwa na kutumwa weitergegeben kwa kiungu, und zu einem lebendigen Zeugnis na inayokuwa ushuhuda wetu ulio was der hai lebendige Gott vorhat, ya yale ambayo Mungu aliye hai anayotaka kuweza kujulisha bekannt kupitia zu mpango machen wake wa ukufu und wa durch die milele, Verkündigung na desselben kuweza kuunda Glauben imani in ndani ya denen wale zu ambao erwecken, wanaosikia neno die das Wort kupitia hören, utangazaji damit sie wa Anteil mpango huo an der moja, Verwirklichung ili dessen, waweze kupata sehemu was katika Gott sich utimilifu vorgenommen hat. wa yale ambayo Mungu yeye mwenyewe aliyopanga kufanya. Wir sind nicht nur Hörer und Hatuko Zuschauer wasikiaji tu dessen, na wakutazama was im tu Reiche Gottes ya yale ambayo yanahubiriwa na passiert, inayofanyika katika ufalme wa Mungu. wir sind Teilhaber dessen, Sisi tuko wanaopata was Gott sich sehemu vorgenommen kwa hat, yale ambayo Mungu aliyopanga, die na Verwirklichung tutaweza kupata dessen sehemu kwa neema des katika utimilifu Abschlusses katika mpango huu aus mmoja wa miterleben. wokovu. Wir, die wir gläubig sind, wollen Sisi ambao diesen tunaoamini Zeit nutzen, tunataka tuweze kubahatisha kwa ajili ya wakati huu, ili ujumbe wa Mungu uweze kuchukuliwa na watu wengi pia waweze kuyajua pamoja na hii injili ya kweli. Ni vema pia kuweza kuonyesha hapa kwamba tunaamini kutoka kilindi cha moyo kwamba katika makarni zilizopita sana sana tangu wakati wa uamsho, tangu Jean Hus, Wycliffe, Luther, Calvin, Erasme, wale wote Mungu aliwatumikisha akileta uamsho nyuma ya uamsho mwingine. Ujumbe ukaendelea tena zaidi na zaidi, ukikaribia tena zaidi kwenye ujumbe wa Kikristo wa kwanza mpaka kwenye karne ilipomalizika, wakati kundi la karismatiki lilipoonekana. Leo tuna kikundi cha karismatiki katika hali tofauti, lakini katika hayo yote kutaweza kuonekana kanisa la Mungu aliye hai, nalo halitaweza kuwa kanisa la maajabu na malama tu, lakini litakuwa bibi harusi neno, litawekwa katika uhusiano wa ujao pamoja na neno, na hiyo ndiyo itakayofanya tofauti kubwa. Wale ambao waliosoma habari kuna siku fulani zilizopita walitambua namna gani ndani ya katedrali ya Frankfurt huyo mtu wa Kanada aliyeombea wagonjwa. Naamini kwamba watu 24 waliweza kupona. Watu wengi watajiuliza hasa kwa sababu gani mambo haya yanafanyika huko. Ni Mungu ndiye anayeyafanya. Kwa Mungu hakuna kuchagua kwa sura. Ikiwa Muislamu, Mkatolika au Mprotestanti, mtu yoyote anayeamini yale ambayo Mungu aliyosema na aliyoahidi katika neno lake, na anayetumaini kwamba Mungu anaweza kuyafanya, anaweza kuyapokea na kuweza kumwambia asante kwa ajili ya hiyo. Tunapaswa kuelewa tu kwamba Mungu anavuka kuelewa kwetu, na anavuka hata mipaka ambayo sisi wenyewe tunayojiwekea. Roho anatenda mahali anapotaka. Unasikia kuvuma kwake, lakini haujui mahali anapotoka na mahali anapokwenda. Ya lazima, kama vile tumekwisha kusema, ni kwamba tusiweze kujiacha kushawishiwa na matokeo fulani, lakini tuweze kupata njia inayokwenda mpaka kwenye neno halisi. Kwa maana mbingu na dunia vitapita, lakini neno la Mungu linadumu milele na milele.
na hapo pia andiko linapaswa kutimilika kama vile tunavyoyasoma ndani ya Mathayo sura 7 mstari wa 21, bali kunaposema kwamba wengi watakuja katika siku ile watasema, hatukufanya maajabu na maalama, hatukufukuza mapepo na kutabiri na mengineyo. Na Bwana atawaambia, mwende mbali nami ninyi mliotenda uzalimu, siwajui. Njia pamoja na Mungu ni njia ya utiifu, ni njia iliyo nyembamba, na inaomba kuwa umevuka kwenye mlango mwembamba ili uweze kufika kwenye lengo, ili ufike kwenye lengo. Mtu ambaye asiyeingia kwenye mlango mwembamba, kama vile Mathayo sura 7 inasema pia, atabaki kwenye njia pana inayoongoza mpaka maangamizi. Tunasifu Mungu kwa ajili ya hii utangazaji huyo katika msimamo mzuri, kwa ajili ya kuona yote kwa ujumla ambayo sisi tuliokuwa tustahili, lakini tulioweza kupewa kwa neema, na pia kwa ajili ya heri ambayo tulio nayo ndani ya wakati wetu, ya kuweza kupanga kwa namna ya kibiblia ujumla wa matokeo, ikiwa katika hali ya kisiasa, ya kidini na ya kiuchumi inayofanyika Ulaya au mahali pengine, kwa msaada wa Mungu. Muniruhusu tena onyo moja juu ya maneno haya. Imekwisha kusemeka kwamba ndani ya wakati huu wa mwisho, huu ufalme wa Roma uliokuwa katika wakati wa zamani unapaswa kuwa tena. Na kama tunaweza kutupa jicho kwenye habari ya wakati uliopita, nyuma ya vita ya pili ya ulimwengu, utawala wa Uingereza uliokuwa kitawala katika nusu ya ulimwengu iliweza kubomoka, na Grand Bretagne imekuwa Petite Bretagne. Na waza kwamba hakuna mtu wa Uingereza aliye hapa anaweza kusikia vibaya, lakini sisi hatuko wasimamizi yanayofanyika. Kunafanyika nini sasa? Ni pia utawala wa Urusi nao kunabomoka. Kwa sababu gani? Ili utawala wa Roma uweze kuonekana katika ujumla wake. Warafiki yangu wapendwa, mambo iko wazi sana mbele yetu, nasi hatuna hitaji ya Danieli ambaye anayeweza kuja kutafsiri maneno hayo. Tunahitaji tu Roho Mtakatifu anayeweza kutuangazia juu ya yale ambayo manabii na wamitume waliokuwa wamesema na kuandika kwa jina la Bwana, na anayetufunulia maelezo juu ya hayo, kwa maana andikwa kwamba wote wataweka nguvu zao chini ya yule mnyama mpaka maneno ya Mungu yaweze kutimilika. Hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya Ufunuo 17 mstari 17. Hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya Ufunuo 17, na hivyo ndivyo tunayaona yakitimilika mbele ya macho yetu. Nimekwisha kupokea barua ambayo niliyoandikiwa na Professor Dr. Lang wa Exerte huko Uingereza, mtu ambaye aliyeingia sana ndani ya mahubiri ya ndugu Branham, na ndani ya barua yake anasema kuhusu matamshi ambayo ndugu Branham aliyosema, na anaandika hapa kwenye ukarasa wa pili. Ndani ya mwaka 1962 nyuma ya kujengwa kwa ukuta wa Berlin, ndugu Branham alisema maneno haya ndani ya ujumbe inayoitwa alama ya mbegu ya wakati wa mwisho, tarehe 19 mwezi wa 3 huko Tifton, Georgia, Marekani. Kulikuwa uamsho wa Waroma, na mnajua yale ambayo yaliyofanyika. Akasema kama wanarudisha sehemu ya mashariki ya Berlin, hiyo ndiyo itakayorudisha ufalme wa Roma katika mipaka ambayo iliyokuwa nayo katika wakati wa Yesu. Tulishaka kuzungumzia swali hiyo hapa, lakini pia kuna watu wengine, watu ambao waliofundisha katika mauniversite tofauti, kama vile mtu yule, ambao wanaoingia katika maswali kama hizo, na sio watu wanyonge tu wanaotuliza. Wakati uliopita watuliza kwamba watu gani wanaokuja kwenu,
Watu wa kila aina wanakujanga kwenu, ndiyo, watu wa kila aina. Lakini mniache niweze kuambia kwamba inaandikwa ndani ya Injili. Injili ilihubiriwa kwa watu maskini, watu walio maskini sana, wasio kitu, walio maskini hapa duniani. Wale ndio Mungu anapatiaka neema kubwa, kwa maana kundi hiyo ambayo isiyokuwa na kitu fulani kubwa, wanaohitaji waweza kupokea kitu fulani toka kwa Mungu. Nilipokea kwa mara ya kwanza aliko ya kuweza kupata sehemu katika kikao huko Düsseldorf, mahali ambapo Professor Schiller na watu wengine wataweza kuzungumza kuhusu vichwa vya maneno vya lazima. Watu 800 wamealikwa. Sijui kama nitaweza kuwa huko, kwa maana kunafanyika mambo mengi hapa duniani na watu wanataka waweze kuona wazi zaidi, lakini hawawezi kuyafikia bila Mungu na hawawezi kuyafikia bila neno la Mungu. Naamini kwamba tuna heri ya kuweza kuishi ndani ya siku hizi, na sio hiyo tu, lakini pia tuna heri ya kuweza kulinganisha yale yote yanayofanyika katika wakati huu, tukiyalinganisha kwa Biblia na kuweza kuomba Mungu aweze kuturuhusu kuweza kuyaelewa, na sio kuweza kuyaelewa tu, lakini kuweza kujua ni saa gani iliyo kwenye saa ya ulimwengu na kwa kiwango gani kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu kumekaribia sana. Imekaribia sana. Ndani ya neno la kuanzisha tulisikia mambo mengi. Kila neno, kila wazo lililotamkwa ndani ni ya lazima sana na ni ya damani. Hiyo nikumbusha Isaya 60, mahali ambapo wakati wa kuwekwa kwa ufalme wa miaka 1000 na salama, mambo fulani ndio kubwa itafanyika pamoja na wafalme wa dunia. Ndani ya Isaya sura 60 mstari wa 11 inasemeka kuhusu muji wa Yerusalema. Isaya 60 mstari wa 11, na milango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wakuletee utajiri wa mataifa na wafalme wao waongozwe kwako. Tuliyaona katika siku zilizopita. Mnajua si angali yake televizio kwa maana sina wakati, lakini naweza kusema hapa pia kwamba sijue jinsi ya kuweza kuingiza kanda ndani ya manyeto, lakini niweza kutazama wakati tarehe 3 mwezi wa 10 waliposherekea siku ya umoja. Niliweza kutazama televizio mpaka saa 6 za usiku, na kwa nuru ya andiko ya Biblia ambayo nimesomwa, wazo moja nilijia. Hiyo itafanyika namna gani wakati mfalme wa wafalme atakapoweka kiti chake? Itafanyika namna gani wakati mataifa itakapokusanyika mbele yake? Itafanyika namna gani wakati bibi harusi atakaposhuka pamoja naye ili atawale na kuongoza karibu yake? Itakuwa ni wakati gani wa ajabu? Itakuwa ni siku gani ya utukufu ile, wakati mfalme wa wafalme atakapoweka kiti chake, kama vile Injili ya Mathayo inavyotuambia, mahali aposema kwamba atakaa kwenye kiti cha utukufu wake na mataifa yote yatakusanyika mbele yake. Mathayo 25, na wasomea hiyo ndani ya Mathayo sura 25 mstari wa 31. Mathayo 25:31. Lakini wakati mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake na malaika yote pamoja naye, halafu ataketi juu ya kiti cha utukufu wake. 32. Na mbele yake mataifa yote watakusanyika. Ona ni wakati gani! Ona ni ushindi wa namna gani! Ona ni ushindi gani itakuwa! Mungu akiunganishwa na wanadamu. Yale yaliyofanyika hapo Golgotha itakuwa sasa na utimilifu wake hapa duniani. Turudi katika uchunguzi wetu wa neno,
tutaweza kuanza na sura moja ya Tito, sura moja ya Tito, na kisha tutarudi juu ya Waefeso na andiko nyingine pia. Ndani ya Tito moja mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4 inaandikwa: Paulo, mtumwa wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo, kwa imani ya wachaguliwa wa Mungu na kwa kujua kwa kweli kunakopatikana kwa utawa. Mstari wa 2, katika tumaini la uzima wa milele, Mungu asiyeweza kusema uongo aliwaahidi mbele ya nyakati za milele. Mstari wa 3, lakini akafunua neno lake kwa nyakati zake katika mahubiri niliyowekewa amana kama amri ya Mungu Mwokozi wetu. Tulisoma ndani ya neno la kuanzisha kuhusu yale ambayo Paulo yale aliyosema ndani, ni kusema inahusu mwendeleo uliopangwa na Mungu kulingana na yote inatimilika kupitia hayo. Ndani ya Efeso sura moja mstari wa 10 imeandikwa, Waefeso moja mstari wa 10, hata madaraka ya kutimilika ya nyakati kujumulisha vitu vyote ndani ya Kristo. Iliyo lazima ni kwamba tuweze kutazama mwendeleo huu wa kiungu toka mwanzo mpaka mwisho, na tuweze pia kuona huu mwendeleo wake na huo kumalizika, na kuweza kuwa washuhuda wa hayo kwa neema. Tumekwisha kuzungumuza kuhusu neno kutayarishwa, kuchaguliwa, na sio kwamba Mungu aliweza kutenda kwa namna ya kuwazia tu. Hapana, Mungu alitaka ili watu wote waweze kuokolewa na waweze kujua kweli, kama vile Paulo alivyoandika ndani ya barua yake kwa Timotheo. Lakini Mungu alikuwa akijua kwamba watu wote hawataweza kuamini, na hivyo sasa ndivyo aliweza kuanza uchaguzi huo kupitia kujua wake tangu mwanzo. Tunasoma hapa ndani ya Tito moja mstari wa kwanza kwamba kwa sababu ya imani ya wachaguliwa wa Mungu na kwa kujua kweli, na kisha pia matamshi inayosema kwamba ambayo Mungu asiyeshindwa, asiyeweza kusema uongo, aliyokuwa ameahidi tangu nyakati za zamani, ikilingana na tumaini la uzima wa milele. Tuliweza kuyazungumzia pia jana. Mungu alitoa ahadi tangu zamani na kisha akazitimiza, na hivyo sasa akatimiza yale aliyokuwa ameahidi. Na ni kupitia mahubiri kwenye mstari wa 3 nasoma kwamba mpango wa Mungu unaletwa, na Paulo anasema hapa kwa wakati uliopangwa kwenye mstari wa 3, lakini alionyesha neno lake kwa wakati uliopangwa kupitia mahubiri ambayo niliwekwa na amana, nilipewa kazi chini ya kazi ya Mungu Mwokozi wetu. Kuna siku 2 au 3 niliweza kuwa na mazungumzo marefu kwenye simu. Mtu mmoja aliyenizungumzia katika wakati uliopita kwamba alikuwa amesikia mahubiri mengi hapa, na niambia, ndugu Frank, ninajua kwamba unatangaza neno la Mungu kwa ukweli, lakini hiyo inanumizaka sana, kwa sababu unaandikaka mara nyingi ndani ya barua zako za mzunguko kwamba unatumika kutoka kwa upande wa Mungu. Nikajibu, ndugu yangu mpendwa, kama haingekuwa hivyo, singeliweza kuwa na haki moja ya kuweza kusimama mbele ya taifa la Mungu. Singekuwa na haki hata moja. Kuna watu wengi ambao wanao ngoja hapa. Kwa hiyo neno la Mungu linapaswa kutangazwa kupitia kutumwa kwa kiungu na kazi ya kiungu, na kama haingekuwa hivyo, ningepaswa kutoka kwenye nafasi hii, kwenye madhabahu haya, na kuiachia yule ambaye aliyetumwa
na Mungu ili aweze kutangaza neno. Lakini mnaona, aliendelea kuuliza maswali, akavuka sana, akaenda mbali sana, akaanguka katika ulimwengu, akaniuliza namna gani mambo yanangepasha kufanyika. Niweza kumwambia rudi kwa Bwana wewe. Na ni kama tunaweza kuingia kwenye njia hii tunaporudi kwa Bwana, kama vile mtoto aliyekuwa amepotea, mwana mpotevu. Ndipo kunaweza kuwa karamu. Wakati ule mwana mpotevu aliporudi, ndipo kukakuwa sasa karamu kubwa. Luka 15:22. Wakati mtu fulani anapokuwa amepotea, aliyekuwa amepotea anaporudi kwa Bwana, ndipo inakuwa furaha mbinguni na karamu hapa duniani, kwa maana watu wanarudi katika kundi na zizi la Yesu Kristo. Tazama inayoandikwa kwamba nikitenda kutoka kwa Bwana Mungu Mwokozi wetu kupitia mahubiri. Ningetaka sasa niweze kusoma andiko ya Watesalonika wa kwanza sura 2. Watesalonika wa kwanza sura 2 kuanza kwa mstari wa 13. Kwa sababu hii tunashukuru Mungu pasipo kuacha, sababu wakati mulipopokea neno la Mungu mulilosikia kwetu, mulipokea si kama neno la watu, lakini kama lilivyo kweli neno la Mungu, linalotenda kazi vile vile ndani yenu munaoamini, tangu mulipoamini. Hiyo ndiyo ya lazima siku zote, ni kwamba neno la Mungu liweze kupokelewa, ukijua ndani ya imani kwamba inahusu kweli kweli neno la Mungu. Na hapo sasa nguvu za Mungu hazitakuwa tena na mipaka, kwa maana yote ilifanyika kupitia neno, na bila neno hakuna kitu ambacho kilichoweza kufanyika. Na Mungu anatuma neno lake ili atuponye. Wakati tunapopokea neno hilo la Mungu, ndipo tunakuwa na neno lenye uwezo sana, neno ambalo nyuma yake kunasimama Mungu mweza yote yeye mwenyewe, ili aweze kuweka katika matendo yale ambayo aliyosema katika neno lake. Tuna mfano mzuri ndani ya uumbaji. Mungu alisema na hayo yakafanyika, aliagiza na hayo yakatendeka. Zaburi 33 mstari wa 9. Tunapaswa kurudisha hiyo katika ujumla wake kwenye neno la Mungu la ujumla lote, na hivyo tuweze kukubali kutoka kwa Mungu ndani ya imani kwamba neno haliwezi kuvunjwa, lakini Mungu anapashwa kutimiza yale aliyosema ili hayo yaweze kutimilika. Naamini kwamba ndugu Rusi aliyasema au aliyatamka katika ombi kwamba tunapaswa kufunguliwa kutoka katika mashaka yetu, kutoka katika kutokuamini kwetu, tutoke katika kutokuamini kwetu, ili sasa tuweze kutumainia Mungu kwa ujao, tukijua kwamba iko na uwezo ya kuweza kutimiza tena zaidi kuliko yale ambayo tunayoomba au tunayowaza. Waefeso 3 mstari wa 20. Tunaweza kuomba tu mambo ambayo tunayoahidiwa ndani ya neno lake. Mungu iko tayari kuweza kutushangaza. Anataka atupatie tena zaidi kuliko yale tunayoomba. Anataka atupatie ujao. Anahitaji ili tusiweze kupotea ndani ya neno lake, lakini tuweze kuishi kushuhudiwa kwa neno lake kama vile kweli, na hivyo ndivyo ataweza kutukuzwa. Kwa maana tuwe wazi, wakati tunapoomba na jibu inapochelewa kuja,
adui anakamata wakati ule ili aweze kuzalisha mashaka ndani mwetu. Mashaka hiyo inaweza kuwa kwa namna iliyo tofauti, kushakia, kuweza kujua kwamba uko katika utaratibu pamoja na Mungu, kama Bwana uko pamoja na wewe, kama ungali katika neema na mengineyo, na hapo ndipo kunaanzia mashaka. Lakini kama tunadumu katika imani kama vile andiko linavyosema, na kama tunaweza kamata Mungu kwenye neno lake, ndipo sasa mito ya maji ya uzima itabubujika, ndipo kutafungulika chemuchemu ya Mungu, chemuchemu ya Mungu mweza yote, kwa ajili ya baraka ya sisi sote. Tuliweza kuonyesha mara nyingi kwamba tunaishi katika wakati wa kipekee sana, wakati Mungu Bwana wetu anaita watu wa lugha zote, wa makabila zote na wa mataifa zote. Anawaita kutoka madhehebu zote, makukiri kote kwa imani, madhehebu zote, ili aweze kujenga kanisa lake, ili aweze kukusanyika wale ambao wanapaswa kukusanyishwa pamoja, ili sasa wote waweze kukomaa pamoja. Tuliweza kusikia nukuu katika siku zilizopita na katika juma zilizopita inayosema vinayotembea pamoja vinakomaa pamoja. Tunaweza kuleta hiyo katika hali ya kiroho, ni kwamba hauwezi kubandikiza mambo yaliyo tofauti. Inaomba iweze kuwa ya aina moja, iweze kuwa na tabia moja. Mambo yanayokuwa pamoja inakomaa pamoja, na hapa inahusu uzao wa kiungu, inahusu wale waliozaliwa na Mungu, wale ambao walio na tabia ya kiungu, walio na tabia ya Yesu Kristo, ili waweze kuunganishwa pamoja wao kama vile mwili wa Bwana, na waweze kukomaa pamoja. Na kama wewe tuko sehemu ya mwili ule wa Yesu Kristo, ndipo sasa tutaweza kusikia hiyo kuwa na hitaji ya kuwa mmoja. Ni kusema hakuna mtu atakayekuwa na hitaji ya kuambia mwingine kwamba tulifanyika ili tuweze kuwa pamoja. Ndipo sasa utayasikia kama vile viungo vya mwili vinavyoungana vinasikiaka kwamba viko vya mwili mmoja, mwili mmoja. Na kama unaweza kuhitaji kuweza kuvitenganisha, kutakuwa maumivu kubwa, haiwezekani. Ijapokuwa tuna magawanyiko mengi hapa duniani leo, kulikuwa magawanyiko ndani ya uamsho wote na ziko tena leo, lakini isiyoweza kutenganishwa ni viungo vya mwili wa Yesu Kristo, kwa maana vinaunga umoja wa kiungu na haviwezi kutenganishwa ndani ya Roho Mtakatifu. Na hiyo si ya kubembeleza. Inaomba kuelewa hiyo kwanza, kisha kujiuliza yale unayosikia. Kama magawanyiko haiumize mtu fulani, kama haimuumize, ni kusema mtu yule hajaweza kuambatanishwa, hajaweza kuwa mmoja na wengine. Ni kusema anaweza kuwa alitazama kwa nje na kuyazungumzia, lakini hajakuwa sehemu ya hayo yeye mwenyewe. Kama tunaingia katika maandiko matakatifu, Matendo ya Mitume sura 4, tutaweza kusoma pia andiko fulani pale. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 32. Nao wengi wa watu walioamini walikuwa moyo mmoja na roho moja. Na alikuwa hivyo katika Ukristo wa kwanza. Hiyo ndiyo ilikuwa utaratibu na kupangwa na uliowekwa na Mungu. Walikuwa wamekwisha kuunganishwa pamoja kwa moyo moja na roho moja mbele ya kumiminwa kwa Roho Mtakatifu.
na wote walikuwa mmoja nyuma ya kumimina kupia kwa Roho Mtakatifu. Ujumla wa wale wote waliokuwa wameamini inaomba kuyaonyesha waziwazi, na sio wale wanaosema kwamba wako ni waamini au kwamba wako waamini, na sio wale wanaosema kwamba nipokea Roho Mtakatifu, lakini wale ambao waliofikia katika imani iliyo hai ndani ya Mungu aliye hai kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, na ambao walioweza kuingizwa kwenye mwili wa Kristo kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wale ndio wanaounda umoja ule, huo mmoja wa kiungu usioweza kutenganishwa. Ujumla ya wale ambao waliogeuka kuwa waamini, tu waamini wa kibiblia, wakikusanyishwa wakiwa pamoja kwa moyo mmoja, wakati wanaposikia neno la Mungu, ili waweze kubatizwa kweli kweli katika mwili mmoja kupitia Roho mmoja, ili Mungu aweze kutumikisha mwili ule, aweze kuonyesha karama na matunda za Roho, na hivyo aweze kutufanya kuwa baraka kwa ajili ya wengine. Ndani ya Efeso kwenye sura 4 tunasoma andiko fulani. Waefeso sura 4, naamini kwamba tunapaswa kusoma hapa mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7, kwa maana siwezi kuyaonyesha kwa namna iliyo tofauti kuliko jinsi Paulo alivyoonyesha. Hasa namna gani za kuyasema kwa maneno yangu mwenyewe? Tuzimusikie hapa kutoka kinywa cha yule ambaye aliyekuwa ameitwa kama vile ilivyokuwa imesemeka kwa mwanzo. Waefeso sura 4 mstari wa kwanza mpaka 7. Kwa hivi basi, mimi mfungwa katika Bwana, ninawasihi ninyi mtembee kama inavyostahili mwito mlioitwa. Mstari wa 2, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Hiyo nayo ni sehemu yake, mkivumiliana ninyi kwa ninyi katika upendo. Hiyo inakuwa ya lazima. Wakati gani? Ni wakati mashida zinapotokea, ndipo tunapashwa na tunaweza kuvumiliana sisi kwa sisi ndani ya upendo na kuweza kutumainia Mungu, ili aweze kuonyesha kwa namna hiyo wazi iliyogiza na ajibu maswali, na aweze kumaliza yale ambayo inapaswa kumalizika. Inasemeka na kuandikwa pia kwenye mstari wa 3, mkiangalia sana kuchunga umoja wa roho katika kifungo cha salama. Akosi hii ni maonyo iliyoambiwa kwa wale ambao waliogeuka kuwa waamini, kwa wale ambao waliogeuka kuwa waamini kweli kweli kulingana na Biblia, ambao wasiojenga makusanyiko yao wenyewe, ambao wasiotangaza kazi yao wenyewe, lakini wanaojengwa pamoja ili waweze kufanya makao ya kiungu hapa duniani, makao ya Mungu, kama vile inavyoandikwa, nitakaa katikati yao, nitakuwa Mungu wao, nitakaa katikati yao, nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa taifa langu. Na Yesu alisema, nitajenga kanisa langu na malango ya kuzimu haitaniweza. Sio sisi tunayojenga kanisa, ni yeye ndiye anayejenga. Sisi tuko mawe ya majengo, mawe inayoingizwa katika majengo hiyo ya kiungu, na Yesu Kristo ndiye jiwe la pembeni. Yeye ni msingi ambao yote ilijengwa juu yake, kama vile ilivyofunuliwa hapo mwanzo kwa watumishi wake wa mitume na manabii. Kisha inasemeka hapa nyuma ya onyo kwenye mstari wa 3, mkiangalia sana kuchunga umoja wa roho katika kifungo cha salama. Kifungo cha salama ya kiungu ni kifungo cha kamilifu. Mtu ambaye anayevunja umoja huo wa kiungu ulio kamilifu kupitia mabishano, yeye mwenyewe atajikutana na kutoshwa kwenye mwili wa Kristo, na hapo sasa maneno yote iliyo ya utawa haina maana. Hapa
matendo ndiyo nazungumza sana kuliko maneno. Tunasoma tena kwenye mstari wa 4, mwili ni mmoja na roho mmoja, kama vile mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. Mstari 5, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Mstari 6, Mungu mmoja, naye ni Baba ya wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Oh, neno gani la ajabu hapa! Mstari 5, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba ya wote. Sasa wale wote ni wanani? Ni wanani wale walio wote? Yeye ni Baba ya wale wote ambao walioitwa wana, wale ambao waliotoka kwake, ambao waliozaliwa na yeye kupitia neno na roho, na ambao waliozaliwa upya kwa ajili ya tumaini iliyo hai, wale ambao wanaoweza kusema Aba Baba na kuweza kuomba kwa namna hiyo pia. Na ndipo Mungu anakuwa Baba yetu, na tutamupenda kama vile Baba yetu, na pia wale ambao waliozaliwa na yeye pia. Kuna neno moja naamini kwamba iko ndani ya Yohana wa kwanza sura 5. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa kwanza. Kila mtu anayeamini ya kuwa Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu anayependa mwenye kuzaa anampenda hata yeye aliyezaliwa naye vile vile. Kama unasema kwamba Mungu ni baba yako, ndipo sasa utapenda watoto wote, wavulana wote na wasichana wa Mungu, wale pia ambao walio wana wa Mungu. Na kama sio hivyo, ni kusema maisha yako itashuhudia ikipingana wewe, itakuhukumu na itakupinga, kwa maana wewe mwenyewe haushiongozi katika kweli, lakini unajitaka kushidanganya wewe mwenyewe na kuweza kudanganya wengine au kudanganya wengine. Ninasoma pia neno la Mungu hapa. Mimi nasoma neno la Mungu kwa mstari wa kwanza. Amezaliwa na Mungu, na kila mtu anayependa mwenye kuzaa anampenda hata yeye aliyezaliwa naye vile vile. Mungu hana mtoto mmoja tu, akoso anaweza kwamba ni wewe peke yako, lakini Mungu ana wavulana wasichana wa Mungu. Acha semeke tena ingie mara moja. Kama sisi tumezaliwa na Mungu na kama yeye amekuwa baba yetu wa mbinguni, ndipo sasa tutaweza kuomba kama vile walivyotufundisha kuomba: jina lako litukuzwe, mfalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Niliyasema hapa siku ya 3 iliyopita, wakati tulipoweza kuwa na makusanyiko mazuri pamoja wa ndugu wa Poloi. Walikuwa wakiomba Baba yetu mbinguni, wakipiga magoti toka mwanzo wa makusanyiko mpaka mwisho. Wakatuuliza kama nasi tunafanyaga hivyo kwetu. Nilijibu kwamba sisi hatufanyake mambo ya kuiga au ya kuonyesha kwa nje, lakini yale yanayotamkwa katika jina la Baba siku zote inafanyika kuwa mpya ndani ya maombi yetu, na tunaomba Mungu kutoka ndani ya moyo kwamba ufalme wake uje, mapenzi yake yafanyike na jina lake litukuzwe. Ni kusema umoja wa roho ya wale ambao waliozaliwa na Mungu, wanao chukua ndani mwao tabia ya Yesu Kristo, na ambao waliobatizwa katika mwili wa Bwana kupitia Roho Mtakatifu. Nasoma kuhusu maneno haya ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 12 na 13. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 12 na 13. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 12 na 13.
Kwa sababu kama vile mwili ni mmoja na una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule mmoja, viungo vingi ni mwili mmoja, vivyo hivyo ni Kristo na Kristo. Wingi ya wale ambao waliogeuka kuwa waamini, ambao walioweza kuamini kweli kweli Kristo, wale ambao waliozaliwa upya kupitia neno na Roho wa Mungu, wale ndio wanaobatizwa ndani ya mwili ule wa Yesu Kristo. Na wasomea hiyo kwenye mstari unaofuata, mstari 13. Kwa sababu katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa katika mwili mmoja, kama Wayuda au Wayunani, kama tukiwa watumwa au wenye huru, nasi sote tumekunyweshwa katika Roho mmoja. Na waambia hii mambo tofauti inatokea wapi, inayotafuta kuweza kubomoa huu mmoja wa kiungu, na haitoki kwa wandugu na wadada wao kama vile kondoo za zizi lake, wangepasha kusikia neno, lakini yale inayotaka kubomoa inatoka kwa wale ambao wanaojihesabia kama vile waongozi, kama vile wao ndio waongozi, kama vile wasimamizi, lakini wasioweza kujua kunyenyekea wao wenyewe. Na ni wale ndio wanaofanya ili mwili wa Bwana uweze kubomolewa na kugawanyika. Basi acha Mungu alete neema yake ili kondoo ziweze kutambua mchungaji mwema wao, na waweze kuwa tayari kuweza kupambanua ni katika mwongozo gani wanaongozwa ndani, mahali ambapo Kristo anakuwa ndiye lengo ya kwanza, mahali anapoweza kuwa mwanzo na mwisho. Hapo masababu ya mtu hazitakuwa na nafasi tena, na mafaida za mtu, na sio sisi tutakaojenga, lakini tutaacha Bwana aweze kujenga, na sio mapenzi yetu au mpango wetu, lakini ni hitaji moja ndiyo itakaoweza kutuongoza, ni kusema kwamba Mungu kupitia neema yake aweze kuonyesha haki yake, aweze kupokea inayompendeza, na aweze kuweka haki yake juu yetu, na hapo tena itaweza kuonekana vizuri. Na hivyo sasa, kama tulibatizwa kuweza kuunda mwili mmoja kupitia Roho wa Mungu, kwa maana sisi sote tuko wa kizazi kimoja, tuko wa uzao wa kiungu, na ndiyo maana inayoweza kuunganishwa pamoja pasha kukomaa pamoja. Na hapo sasa sisi kama vile viungo tuko wa mwili wa Yesu Kristo, na ole kwa mtu anayeweza kutaka kuweza kutenganisha yale ambayo iliyokomaa pamoja, na sio yale iliyoweza kuunganishwa kwa nguvu, na sio wale waliounganishwa kwa nguvu, lakini yale iliyokomaa pamoja. Ndipo tunaweza kusema kwa nia njema, bila kuweza kugeuza neno, kwamba yale ambayo Mungu aliyounganisha pamoja hakuna mtu anaweza kuitenganisha, kwa maana Mungu anaunganishaka katika Roho Mtakatifu, na anaweka muhuri kupitia yule Roho Mtakatifu mmoja wale wote ambao aliyeweza kuunganisha pamoja chini ya mamlaka yake, hata jina lake takatifu liweze kusifiwa na kutukuzwa. Wale ambao walio wa roho moja waweze kuwa na nia moja kama vile Yesu Kristo, na sio wale wanaounganishwa chini ya ndugu fulani au chini ya mwinjilisti au chini ya mwongozo fulani ya kusanyiko, lakini wanaounganishwa chini ya Yesu Kristo, yeye kama vile kichwa cha kanisa, ambaye aliye na mamlaka juu ya mwili wote, aliye na mamlaka juu ya mwili wote. Ningetaka nisome andiko fulani ya sura 2 ya barua kwa Filipi, kwanza kwa mstari wa kwanza wa Filipi sura 2 mstari wa kwanza. Basi ikiwa faraja yoyote katika Kristo, yakiwa matulizo yoyote ya upendo, ukiwa ushirika wowote wa Roho, ikiwa huruma yoyote na rehema. Mstari wa pili, jalizeni furaha yangu
ili muwe na nia moja, wenye upendo mmoja, wenye roho mmoja, mkiwa na nia moja. Unaona, mkiwa na nia moja, kusema hawezi kutembea pamoja ukiongozwa katika nia tofauti au katika miongozo tofauti. Mwongozo, lengo inapaswa kuwa ni moja, na sio moja tu, inaomba iweze kuwa ya kweli, iwe ya haki. Tunapaswa kujua kwamba mwongozo ambao tuliofuata ni mwongozo mzuri, na kwamba tuna lengo moja mbele yetu, ni kusema lengo ambayo Mungu aliyotuwekea mwenyewe. Mstari wa pili, jalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye upendo mmoja, wenye roho mmoja, mkiwa na nia moja. Tuwe wazi, ni lengo gani ya mwisho ambayo Mungu aliyotuwekea? Ni umoja wa bibi harusi na bwana harusi wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo. Kama tuko sehemu ya wale ambao wanaokuwa na tumaini hiyo ndani mwao na ambao wanaoamini kurudi kwa Yesu Kristo, tutakuwa sehemu ya kundi itakayohesabiwa kwamba inastahili kuweza kuepuka yale yote itakayoanguka juu ya dunia hii, na hivyo waweze kunyakuliwa mbele ya janga kubwa itakayofika kwenye dunia hii, na tuweze kuwa karibu ya Bwana na kupata sehemu katika karamu ya harusi pamoja naye. Kama tunachukua na tunabeba hiyo lengo ya mwisho ikiwa moja kwa ajili yetu ambayo Mungu aliyoweka kwa ajili ya wanadamu, ndipo sasa tunapaswa kushika kwenye moyo wetu maneno ya onyo ya kiungu, tuweze kutengana na kupingana kote ambayo inaweza kutubana kwenye ngozi yetu, na tuweze kunyenyekeza chini ya mkono wa uwezo wa Mungu, na hivyo sasa tuweze kujenga mwili wa Bwana au kuweza kujengwa ndani, na tuweze kulinda umoja wa roho katika roho moja, ndani ya roho moja, ni kusema ndani ya roho ya Kristo. Kwenye mstari wa 3 inaandikwa, Wafilipi 2 mstari wa 3, musitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Mnajua kwamba kuna kwaka watu wanakuwa na nia fulani ambayo nyuma yake kunakuwa mambo isiyokuwa na maana. Wanakuwa na mipango, wanataka waweze kufanya kitu fulani bila kuweza kujua kwamba wao wenyewe wanaingia kwenye njia, wanazuiza Mungu, nao wenyewe wanakuwa kikwazo kwa wengine, wakizuiza pia Mungu kuweza kuonyesha haki yake. Wanamzuiza aweze kupata inayompendeza ndani ya ufalme wa Mungu. Mpango ya mtu, hata kama ilikuwa ya utawa, hata ilikuwa ya utawa, inakuwaka ya kusindikizwa na mambo ya kushangilia tu, na kama vile semeka inagawa watu pale ya kuunganisha watu. Nasoma tena mstari wa 3, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, lakini kwa unyenyekevu kila mtu ahesabu mwenzake mzuri kuliko yeye mwenyewe. Tazama neno la lazima. Wakati wote ndugu anatazama mwingine kwa kumdharau, hapo upotevu unakuwa umeanza kwa ajili ya mtu yule. Na ni mahali ambapo ndugu anaweza kuheshimu kutoka kilindi cha moyo wake na kuhesabia mwenzake kuwa mwema kuliko yeye, ni hapo sasa ndipo unaweza kupata unyenyekevu wa kweli na unyenyekevu wa mtu binafsi. Mahali ambapo hiyo iweze kufanyika, hiyo ni majivuno. Ni hapo ndipo unaingia kwenye njia yako mwenyewe, hata kama unaweza kuwa uko mtawa, nayo haitaweza kuwa baraka kwa ajili ya ujumla wa taifa la Mungu. Si bila kufanya kitu kwa majivuno. Mtu anaweza kuhubiri juu ya maneno haya pia.
na bila kufanya kitu kwa majivuno, lakini kuweza kungoja ili Mungu aweze kutuma, aweze kuita, aweze kubebesha mzigo, aweze kuweka, atume. Na hapo sasa kunakuwa nafasi kwa ajili ya wote, kwa ajili ya wote ndani ya umoja wa kiungu, kwa maana kuna nafasi kwa ajili ya wote, na sio kwa ajili ya mtu mmoja, lakini kwa ajili ya wote, lakini wakiungana katika roho moja, katika mwili mmoja, wakiwa chini ya kichwa kimoja na Yesu Kristo. Kwenye mstari wa 4 inaandikwa, kila mtu katikati yenu asiangalie maneno yake mwenyewe, lakini kila mtu angalie maneno ya wengine. Hawezi kuyaandika na kuyatamka kwa maneno fulani kama vile tunavyoyaona hapa katika neno la Mungu, bila mambo ya kujivuna, bila majivuno, bila kiburi, bila kutafuta faida yako mwenyewe. Na hapo mambo yote itatembea vizuri, na hapo tutaweza kushaacha tuingizwe, tutanyenyekea chini ya Mungu na tutapingana na adui anayetaka kutufanya kuwa watu wa majivuno, na tunyenyekee hivyo ili Bwana aweze kufuata njia yake pamoja nasi na aweze kufika kwenye lengo yake pamoja nasi. Mbele watuzungumzia kuhusu wazo moja, nia moja, roho moja, na hiyo ilisemeka kwenye mstari wa 5. Tunaambiwa ni roho gani inayohusika, ni nia gani inayohusika, kwamba ile roho moja iwe ndani yote kama vile ilivyokuwa katika Yesu Kristo. Hiyo ndiyo lazima sana. Mstari wa 5, hiyo nia moja, huo roho moja, hiyo ndiyo lazima. Tumekwisha kuyaimba hapa sasa hivi ndani ya wimbo ule mrefu. Naamini kwamba iko katika kipande cha kwanza, kwamba alijivua utukufu akadharauliwa na mengineyo, lakini tena kama vile alivyo nasema kwamba aliwekwa juu ya mbingu na akapokea jina lililo juu ya kila jina. Imeandikwa hapa kwenye mstari wa 8 ya Wafilipi sura 2, na akionekana na sura ya mtu alijinyenyekeza mwenyewe akakuwa mwenye kutii hata mauti, ndiyo mauti ya msalaba. Mstari wa 9, kwa hivi Mungu vile vile alimtukuza sana na kumpa jina lililo juu ya kila jina. Tuchunguze kwa mafupi haya, na furahi kwa sababu inaandikwa hivyo, na sio kutii tu mpaka hata mauti, lakini kushika kuja. Hii neno nasema kwamba hiyo nayo ina lazima sana, mpaka mauti, mpaka kifo kwenye msalaba. Kuna watu wanaosema, Bwana, nataka nikufuate, nataka nikutumikie, lakini hawako tayari kwa ajili ya kusulubishwa pamoja na Kristo. Wanataka waweze kuishi kwa ajili yao wenyewe, wanataka wakufe na wanataka waweze kuishi. Wanataka Mungu aweze kupata haki, aweze kupokea na mpendeza, na aweze kuonyesha haki yake, lakini hawataki waweze kuacha haki yao wenyewe. Hapa mambo haya mawili tunayaonyeshwa, inayohusu pia kufa kwetu kwa kiroho ili tuweze kuishi pamoja na Kristo. Kwenye mstari wa 8, alijinyenyekeza mwenyewe akakuwa mwenye kutii hata mauti. Ndiyo kuna kuja hii neno ya kuongezea, ndiyo mauti ya msalaba, ndiyo mauti ya msalaba, ndiyo mauti ya msalaba. Msikie maneno hapa, na hiyo ndio tunaelewa wakati Paulo alivyoandika kwamba nisulubishwa pamoja na Kristo. Ni kusema sasa sie mimi nayeishi, lakini ni Kristo ndiye anaishi ndani mwangu, na sio mpaka kifo tu inayoweza kuwa kama vile tu ni kifo cha ya kuonekana tu, lakini mpaka mauti au kifo mpaka msalaba, ndiyo mauti ya msalaba. Ni kusema kifo ambayo tunapaswa kukufa kama tunapaswa kuweza kuishi na kuweza kutembea pamoja na Kristo ndani ya uzima mpya, kuweza kusonga mbele pamoja naye ndani ya uzima mpya. Tuweza kuyaelewa mpaka ndiyo mauti ya msalaba ilikuwa nini? Ndiyo ilikuwa mwisho wa njia ya mtu wa dunia hii,
maisha ya dunia hii ya Bwana wetu, na kisha kuweza kuanza mwanzo mpya na kuweza kuanza njia mpya iliyo hai, njia ya uzima. Na iko hivyo hivyo kwa ajili yetu, tunapaswa kuingia kwenye njia hiyo mpaka kifo, ili tuweze kufa pamoja na Kristo juu ya msalaba, ili tuweze kuwa tumesulubishwa pamoja naye, na hiyo iweze kuonekana sasa ndani ya maisha yetu. Kusema sio mimi nayeishi, lakini Kristo anaishi ndani yangu, na hiyo inashurutishwa kuwa na utiifu wa ujao, na sio kusema tu ndio Bwana, lakini kuweza kufanya yale aliyoagiza na kushurutisha. Ningetaka niweze kuendelea kusoma kwangu, ni kusema ndani ya Waefeso kwenye sura 4, Waefeso sura 4 kuanza kwa mstari wa 12. Kama sivyo tunasomaka mstari wa 11 mara nyingi, lakini tusome Waefeso sura 4 mstari wa 12 mpaka 14. Kwa kusudi la kukamilisha watakatifu kwa kazi ya utumishi, hata mwili wa Kristo ujengwe. Tuko kama vile tulisoma au kama vile tukavyosoma, tulibatizwa na Roho Mtakatifu ndani ya mwili wa Kristo. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari 13. Na ndani ya mwili huu kuna mwito, kuna karama, kuna huduma, kuna makazi, kama vile andiko nyingi zinatuonyesha, na yale yote ambayo Mungu aliyoweka ndani ya kanisa inakuwa ya muhimu kwa ajili ya kujenga kanisa lote nzima, kanisa lote la Yesu Kristo Bwana wetu, na inabarikiwa na Mungu na wote wanapata sehemu ndani. Kwenye mstari 13 tunasoma Waefeso 4, hata sisi sote tufikie umoja wa imani na kujua sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mzima, hata kufika kipimo cha urefu wa utimilifu wa Kristo. Hapa lengo iliyo juu sana imekwisha kuwekwa hapa duniani kwa ajili yetu mbele ya unyakuo. Hatuwezi kujifurahisha kwa mambo madogo tu. Inaweza kuwa ni vizuri kama tunaweza kuwa na ujao, na kama Mungu anaweza kujifunua kwa nguvu ndani ya nguvu zake. Kwenye mstari wa 14 inaandikwa, hata tusiwe tena watoto, hata tusiwe tena watoto tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa kwa kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, kwa udanganyifu mbaya. Kuna upepo mbili tofauti. Moja ni upepo, ni kusema pumzi ya Mungu, pumzi ya Mungu, roho wa Mungu iliyoshuka siku ya Pentekosti ikija na kelele kubwa. Na hiyo ndio tunaweza kusoma ndani ya Matendo ya Mitume kwenye sura 2 mstari wa kwanza na wa pili. Wakati siku ya Pentekoste ilipofika, kukawa kelele kubwa kama vile inavyotoka mbinguni, kama vile upepo unaovuma sana. Ilikuwa ni upepo ulio tofauti na ile ambayo tumekusha kusoma hapa, inaovuma, inavuma huku na huko, kama vile aina ya mafundisho tofauti. Lakini mahali ambapo upepo wa Roho Mtakatifu unavuma, pale kunakuwa kusanyiko linalojengwa juu ya neno, linalovikwa nguvu za kutoka juu, ili liweze kujengwa kwa namna nguvu katika mafundisho yote ya kibiblia na yale yote iliyo sehemu ya hayo. Hizi upepo tofauti za mafundisho tofauti zinazozaliwa na hii ujanja na udanganyifu ya watu mbaya, hizo ni upepo zinazoundwa na watu,
na wengi waliweza kufanya kelele kubwa katikati ya mafundisho mengi mabaya, na tena zaidi fundisho na kuwa mbaya, na tena zaidi unaweza kuifanya kuwa upepo kubwa. Lakini tuweze kusifu Mungu ambaye aliyetupatia upambanuzi wa lazima ili tuweze kuyaona kwa namna iliyo wazi, na hatupambanue kulingana na vipimo fulani yetu wenyewe, lakini tunapambanua juu ya neno la Mungu, chini ya msingi wa neno la Mungu, kama mambo yanatoka kwa Mungu. Kwa maana kila mtu anaweza kujidanganya, kwa maana kila mtu anaweza, kama wakati mtu anapojitumainia mwenyewe anakuwa ni mdanganyifu mwenyewe. Na hivyo ndivyo neno la Mungu nasema, ila neno la Mungu peke yake ndiyo kweli, na Mungu ndiye wa kweli. Na ni wakati tunapoweza kutangaza neno la Mungu kwa kweli na tunapoweza kulipokea kwa kweli, ni hapo sasa ndipo Mungu azoifunua kwa damu na ya kweli ndani mwetu, na tutaweza kumtambua yeye wa kweli, na tutakuwa ndani yake yeye aliye wa kweli, ambaye aliye ni Mungu wa kweli na uzima wa milele, kama vile inavyoandikwa ndani ya Yohana wa kwanza sura 5 kwenye mstari wa 20. Tena andiko ya barua ya Petro, Mungu alitumikisha wamitume tofauti ili aweze kutupatia kupitia barua zao mafundisho, kuona yote kwa ujumla na yale yote ambayo tunahitaji kwa neema. Petro wa kwanza sura moja mstari wa pili. Petro wa kwanza sura 1 mstari wa 2. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua ninyi katika utakaso wa Roho kwa kutii na kwa kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo, neema na salama ziongezwe kwenu. Hapa inahusu kundi lilokombolewa kwa damu, wale waliokombolewa wa Bwana, ambao ndani ya utakaso wa Roho, na tuliweza kuyaonyesha hapa. Tunaweza kuanza na sura 17 ya Walawi ili tuweze kujua ni shurti gani Mungu anayotupatia inayohusu mambo ya utakaso. Yote inaandikwa ndani juu ya yale ambayo tunaweza na tunapasha kuwa nayo na kuweza kuishi kulingana na utakaso unaoundwa na Roho, inayoambatanishwa na utiifu kwa Mungu na kwa neno lake. Tazama inayoandikwa hapa kwenye mstari wa 2, Petro wa kwanza sura 1 mstari wa 2. Neema na salama ziongezwe kwenu. Utakaso wa Roho si matendo yetu sisi wenyewe au bidii zetu wenyewe inayotokea kwa kujitumainia wewe mwenyewe na majivuno yetu, lakini ni kazi ya Roho, inafanyika kupitia utiifu kwa neno la Mungu. Na mtu anayeshindwa kutii neno la Mungu asiseme kwamba alifanya mazoezi ya utakaso inayofanyika kupitia Roho. Utakaso kama vile wokovu na yale yote ambayo Mungu anayotupatia inatembea pamoja na neno na inakuwa katika kushuhudiwa na maandiko matakatifu. Tunaendelea kusoma hapa kwenye mstari wa 3. Asifiwe Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alituzaa tena kwa rehema zake nyingi, ili tupate tumaini lenye uzima kwa ufufuko wa Yesu Kristo toka wafu. Kwenye mstari wa 4, tupate urithi usioharibika, usio na uchafu wala usiopunguka, mliowekewa akiba mbinguni. Hiyo ndiyo lengo ambayo Mungu aliyotuwekea. Kama sisi ni wana, tuko pia wariti wa Mungu na wariti pamoja na Yesu Kristo, nasi tuko wana wa ahadi ya kiungu. Tunapokea neno la ahadi na tunapokea tena roho wa ahadi,
ili tuweze kubatizwa ndani ya mwili ule wa Bwana. Tunaunda umoja wa kiungu, tunasimama imara tukiunganishwa pamoja katika kifungo cha salama, tukijua kwamba tunafanya kitu moja na kwamba sisi ni viungo, sisi kwa sisi. Mnajua vizuri pia hata katika majamaa za dunia hii watu wanaweza kuwa tofauti, lakini kuna kitu moja ambacho watoto wa baba moja hawezi kukataa, ni kwa sababu wote watoto wa baba moja na wako na baba moja, na iko hivyo hivyo kwa ajili yetu. Mara nyingi tunaweza kuwa na mambo yaliyo tofauti katikati yetu na kwetu. Sasa hiyo ndio itakayoweka mwisho kwa sehemu ya kuweza kuwa mwana, ya kuweza kuwa mtoto wa Mungu? Hapana, hapana tena. Kama sisi tumezaliwa na Mungu kweli kweli, ndipo sasa tunataka tumpende yeye Baba na kuweza kupenda wale wote waliozaliwa na yeye kwa moyo wetu wote, na kuweza kulinda kwa namna yote umoja katika uroho kupitia kamba ya salama. Na mtaona kwamba ni lazima sana ili Bwana aweze kujionyesha, ila umoja ndio unayofanya kuwa nguvu. Habari ya wanadamu iliweza kuyaonyesha mahali ambapo kunakuwa magawanyiko, mahali kunapokuwa maoni tofauti na miongozo ile tofauti, na mahali ambapo hakuna umoja, haina maana kuweza kuwa na silaha kwa ajili ya kupigana kwa kiroho. Hiyo vita itakuwa ya bure. Lakini mahali ambapo Yesu Kristo anaweza kuwa Bwana na kuweza kukamata utawala, na mahali tunapoweza kushinyekeza chini yake katika utiifu wa ujao kwa neno lake na kwa muongozo wa Roho Mtakatifu, na ni hapo sasa ndipo Mungu anaweza kutimiza yale ambayo aliyoamua kufanya. Na ninahitaji niweze kuwa sehemu ya kanisa hilo, kanisa ambalo Mungu iko naita kwa mwisho wa wakati, kanisa linalotakaswa na kuoshwa, kanisa lililo mali ya kipekee ya Bwana na ambayo iliyo kwa upande wake, ili aweze kutimiza kazi yake ya mwisho hapa duniani. Kundi ya waamini ya Ukristo wa kwanza walikuwa na moyo moja na nafsi moja, walikuwa moyo moja na nafsi moja, walikuwa wakiomba pamoja, walikuwa wakikula chakula pamoja cha jioni, walikuwa katika ushirika pamoja na Bwana na ushirika katikati yao, walikuwa wakichangia yote katikati yao. Na tutayarudia kila wakati, iliyokuwa kwa mwanzo itakuwa pia kwa mwisho. Hakuna mtu atakuwa na mingi na hakuna mtu atakayokuwa na madogo. Kutakuwa mengi kwa ajili ya sisi sote, kwa namna ya dunia hii na kwa namna ya kiroho, na Mungu atakuwa pamoja nasi kwa namna ya kimaajabu, akikuwa macho kwa ajili ya neno lake, kwa ajili ya kulitimiza. Jana tulisoma ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 2 mstari wa 20. Leo imeonekana kwamba ninyi ni taifa langu, kwamba ninyi ni taifa langu. Mbele kulikuwa ahadi, na kisha ahadi ikakuwa uhakika wa kiungu. Warafiki yangu wapendwa, hiyo ndio tunaweza kuishi, na hiyo ndio tutaweza kuendelea kuishi pia mpaka katika utimilifu wa ahadi za mwisho, ili ziweze kutimilika zote, na ili tuweze kuwa washuhuda, ili tuweze kushukuru Mungu, kwa maana ndani mwetu ndimo ataweza kuitimiza, na atashuhudia kwamba sisi ni wavulana na wasichana wa Mungu. Kama mtu fulani aweze kufikia kwa kufuata wazo hili, tuweze kuuliza kwa sababu gani inaandikwa ndani ya Waroma sura 8 kwamba viumbe vyote vinangoja ufunuo wa wana wa Mungu.
ufunuo wa wana wa Mungu, na viumbe vyote vinaugua, vinatarajia viweze kuishi wakati ambamo wana wa Mungu wataweza kuonekana kama vile wana wa Mungu kwa kipimo kilichokomaa cha Yesu Kristo, ili nguvu na utukufu wa Mungu uweze kuonekana tena juu na katikati ya taifa lake. Si maneno liyo ya bure hii. Haya si mawazo yanayotamkwa na mtu tu. Tulisoma mara nyingi andiko nyingi za Biblia, na zote ni neno la Mungu na zinatuita. Sasa ole mtu anayeshambia mwenyewe kwamba hii haitakuwa vibaya kwa ajili yangu kama sifate hii, lakini hautaweza kutambua hali mbaya iliyo katika utotii. Utaweza kujua baadaye wakati tutakapokuwa imechelewa. Mtu ambaye aliye sehemu ya taifa la Mungu hatafute masababu, anatafuta njia yake mpaka kwa Mungu, na anamwomba msamaha na rehema, ili aweze sasa kuonekana mbele ya Bwana na kuweza kusimama mbele yake, ili baadaye aweze kuwa mshuhuda wa yale ambayo aliyoahidi. Tumalizie. Mungu ana kanisa hapa duniani tangu mwanzo wa Agano Jipya mpaka leo, kwa mwisho wa wakati. Kanisa hilo siku zote lilikuwa wachache sana, lakini kanisa hilo lilikuwa likifuata njia yao pamoja na Bwana, wakikuwa katika hali ya juu na ya kushuka na haya na kudharauliwa na yale yote inayoambatanishwa na hayo. Lakini sasa kwa mwisho kutakuwa kurudishiwa kwa ujao, na yote itarudishwa katika hali ambayo kanisa lilikuwa ndani kwa mwanzo. Na ni hivyo ndivyo kanisa litaweza kupata kumalizika kwake, utimilifu wake, ukamilifu wake, wakati litakapoweza kuwa limerudishwa katika hali yake ya kwanza. Na mtu ambaye asiyeweza kutambua hayo sasa, akose kama Mungu anaweza kumpatia sasa neema, hataweza kutambua kwamba amechelewa, kwa maana yale yote ambayo tunayoweza kupokea na tunataka kupokea kwa Mungu, tunapaswa kuwa tumeweza kuonyeshwa kwanza kupitia utangazaji wa neno. Ni hapo sasa ndivyo tutaweza kuamini ahadi za neno, na tutaweza kuona yale ambayo tuliweza kuahidiwa ndani na kuweza kuyaishi. Ila mtu anayeamini, yeye ndiye atakayepokea na kuweza kuishi hayo. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na hapa imani kwa ujumla haitoshi, kwa maana shetani naye iko na imani, kulingana na ndiko ndani ya barua kwa Yakobo 2:19. Unaamini kwamba kuna Mungu mmoja, ni vema, lakini shetani naye anaamini na anatetemeka. Yakobo 2:19. Imani ndani ya Mungu haitoshi. Kuamini yale ambayo Mungu aliyoahidi katika neno lake, na pia yale ambayo aliyoahidi kwa ajili ya wakati huu. Hiyo ndio inahesabika, kwa maana iliyofanyika katika wakati ule, hiyo tunaamini sisi sote. Lakini yale ambayo Mungu aliyoahidi katika wakati huu, hiyo ndio ya lazima, tunapaswa kuyaamini sasa, ili tuweze kupatia Mungu haki tangu sasa, tuweze kujipanga kwa upande wake na kuweza kuwekwa katika uhusiano pamoja na neno. Bwana iko katika kazi pamoja na nguvu zake. Leo tena ndani ya saa hii maamuzi yamekamatwa ambayo iliyo na umuhimu kubwa kwa ajili ya umilele. Mungu alituzungumzia sisi sote kupitia neno lake, analifanya kuwa hai kupitia Roho wake, na analitufunulia sisi sote kwa namna ambayo sisi sote tunaweza kulielewa kwa namna njema. Kwake
Yeye Mungu wetu apewe sifa, heshima, utukufu na mabudu sasa na hata milele na milele. Amina. Tunagunja vichwa, tunasujudu mbele ya Bwana aliyesema, ninakuwa karibu ya wale walio na moyo wa kuvunjika. Isaya 57:15. Leo hatutaita na tutaweza kuuliza wale wanaohitaji kutakasia maisha yao kwa Bwana ili waweze kunyosha mikono yao. Hiyo inatokana na mtu. Leo neno linatuzungumzia sisi wanaoamini, sisi tunaoamini na sio wasioamini, ambao mafundisho ya Paulo ilikuwa kiambia au ya Petro, lakini waamini. Leo Bwana anatuzungumzia sisi, wewe na mimi, kupitia neno lake. Nani anahitaji aweze kubatizwa katika mwili wa Bwana, aweze kufanya mazoezi ya utakaso wa roho ndani ya utiifu kwa neno, kuweza kuwa anawekwa muhuri kupitia Roho Mtakatifu, akiwa amepokea neno la kweli. Nani anahitaji aweze kufika kwenye lengo ambayo tuliyowekewa mpaka katika kubadilishwa na unyakuo? Nani anahitaji ili aweze kuwa mtiifu mpaka kifo? Ndiyo, mpaka kwenye kifo ya msalaba, aweze kuwa amesulubishwa na Kristo, na pamoja naye kupitia nguvu za ufufuko wake aweze kuwa amepata sehemu kwa uzima mpya, ili aweze kutembea sasa pamoja naye na aweze kufufuka kweli kweli katika umoja na aweze kumaa pamoja wao kwa wao na pamoja naye, kulingana na neno la andiko ndani ya barua kwa Efeso, kwamba mwili unakomaa pamoja, kama vile tulivyoweza kuyasema Waefeso 4:16, kwamba wanaotembea pamoja wanakomaa pamoja. Kwa maana hiyo inatembea pamoja, inatembea kwa namna njema. Ni mzabibu, lakini kuna matawi mengi. Nani katikati yetu anayehitaji kweli kweli, na siyo ya kuweza kusikia neno tu, siyo ya kuweza kusikia ujumbe wa wakati wa mwisho, na hayo tunatamka kuhusu maneno ambayo inaandikwa ndani ya maandiko matakatifu, ndani ya unabii, na ambayo inayolingana na siku za mwisho, sasa mbele ya kurudi kwa Kristo. Katika wakati huu, na sio kusikia maneno haya na mambo haya, lakini pia kuweza kutambua tangu sasa umuhimu wa kuweza kufukuza ndani mwetu, toka ndani ya nafsi yetu, aina yote ya upepo wa mafundisho, na tuweze kuunganishwa sisi sote mbele ya uso wa Mungu, tukiwa kama vile waamini, tukiwa moyo moja na nafsi moja, tukikusanyika chini ya kichwa kimoja, ni kusema Yesu Kristo. Naamini kama naweza kuuliza sasa wale ambao walio tayari kuweza kunyosha mikono yote iweza kunyoshwa. Hiyo ikiwa hivyo, ningetaka niweza kuwaomba tuweze kuimba tena mara moja pambio ya nyimbo kama vile nilivyo, na tuweze kunyosha sote pamoja mikono yetu. Lakini tuweze kuchunga watu hili, ni kwamba hatupashi kubaki jinsi tulivyokuwa. Tunakuja kwa Bwana kama vile tulivyo, kisha tunabadilishwa na yeye, na tunatoka katika mahali hapa tukiwa kama vile watu wengine, kwa maana Mungu
alituzungumzia na alitenda ndani mwetu kupitia Roho wake, tukiamini uwepo wa Mungu, tukiamini kwamba anashuhudia neno lake na kweli yake kwa ajili yetu. Tuimbe sasa sote pamoja na tuweze kunyosha mikono yetu kwake. Kama vile nilivyo, na ni hivyo inapasha kuwa, sio nguvu zangu, lakini wewe peke yako. Damu yako inaniosha dhambi zangu zote. Oh, mwana kondoo wa Mungu, ninakuja, ninakuja.